Hujambo na karibu sana katika mwendelezo wa taarifa zetu siku ya leo kutoka huko kimataifa, hasa vita ya Urusi na Ukraine. Na muda huu utasikia taarifa kuhusu rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin ambaye ametishia kuishambulia Ukraine kwa mapigo mazito na makubwa zaidi. Kwa nini ametangaza hivyo? Basi pia nakusikia kwamba ungana nami mwanzo hadi mwisho wa taarifa hii. Utasikia hapa undani wa taarifa hii na uchambuzi wa kina zaidi kuhusu kauli ya Putin kutishia kuishambulia Ukraine kwa mapigo makubwa au kwa mapigo mazito, na nini hasa ambacho kimepelekea Putin aseme hivyo. Basi utasikia hapa undani wa taarifa hizi. Lakini kabla ukumbusha kwamba pia unaweza ukashare, ukacomment na kusubscribe kama bado hujafanya hivyo, ili pia taarifa zetu uweze kuzipata kwa muda mwafaka, lakini pia ndugu na jamaa wengine waweze kuipata chaneli yetu kiurahisi kabisa pindi tu ambapo unapokuwa umetumia linki ama umeshare nao hii taarifa na taarifa zingine ambazo pia kila siku tumekuwa tukiziweka hapa. Karibu sana katika undani wa taarifa ya muda huu. Jibu la Urusi kwa mgomo wa Ukraine kwa kutumia makombora ya Tomahawk yaliyotengenezwa huko nchini Marekani litakuwa zito sana, kama sivyo ni kubwa mno. Rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin amewaambia waandishi wa habari Alhamisi Oktoba 23, ambako pia kiongozi huyo ameonya kwamba kusambazwa kwa silaha hizo za masafa marefu kwa Ukraine kungekuwa jaribio la kupanda, akimaanisha kuongezeka kwa kasi ya mashambulizi makubwa kwa nchi hizo. Ukraine inakumbukwa imeomba mara kwa mara makombora ya masafa marefu ya Tomahawk, ambapo Volodymyr Zelensky, rais wa Ukraine, alizungumzia swala hilo wakati wa mkutano wake na rais wa Marekani Donald Trump katika ikulu ya Marekani ya White House wiki iliyokwisha kupita. Na inakumbukwa ya kwamba akizungumza wakati wa mkutano na katibu mkuu wa NATO Bwana Mark Rutte, Trump hakusema iwapo Marekani inaweza hatimaye kuipatia Ukraine makombora hayo, lakini alisema ya kuwa kuyaendesha kunahitaji mafunzo ya muda mrefu na ya kina. Na inakumbukwa pia siku ya jana Oktoba 23, Trump alitoa taarifa ya kwamba amesitisha kwanza kwa muda kuyapeleka makombora ya masafa marefu ya Tomahawk. Hivyo pia Putin tayari alikuwa ameshajipanga na kuandaa mashambulizi dhidi ya makombora hayo kwenda Ukraine. Putin amekazia kuwa hili litakuwa ongezeko, ni jaribio la kuongeza. Ikiwa eneo la Urusi litapigwa kwa silaha kama hiyo, jibu litakuwa baya sana, ikiwa sio kubwa kabisa, Rais Putin amesema, akiwaambia viongozi wa Magharibi kuifikiria upya ama kuwaza upya kuhusu swala hilo. Hapo awali inakumbukwa pia Moscow iliweza kuonya kwamba ingawa wasilishaji wa makombora ya Tomahawk hautaathiri hali ya uwanja wa vita wa mzozo wa Ukraine, lakini utapunguza matarajio ya amani na kupiga pigo kwa uhusiano wa Amerika na nchi ya Urusi. Putin amejadili swala hilo na Trump wakati wa simu wiki iliyopita, ambapo kuwasilishwa makombora hayo kungedhoofisha kabisa matarajio ya suluhu ya amani, akisema wakati huo kufuatia wito huo, ambako pia Trump alisema haitakuwa si rahisi kwa Marekani kuipatia Kyiv makombora ya Tomahawk, na akishikilia ya kuwa Washington haipaswi kumaliza ghala lake la kijeshi kwa Ukraine. Na hicho pia ndicho ambacho kimezungumzwa na Putin, ama hicho pia ndicho ambacho Putin amekizungumza, hasa baada ya kila ambacho Bwana Zelensky amekuwa kikizungumza kwa muda mrefu sana, ya kwamba anahitaji makombora masafa marefu ili pia kushambulia nchini Ukraine, na lengo hasa limekuwa kulenga kambi za kijeshi ama kushambulia ndani kabisa mwa Urusi, kwa sababu pia makombora hayo yanasafiri umbali mrefu zaidi. Kwa hiyo kwa taarifa ambayo ametoa Putin, pia ni moja pia kati ya taarifa ambayo tayari Trump ni kama ameona mbali, kwa sababu taarifa ambayo alitoa jana ni kwamba alisema hayuko tayari kwanza sasa hivi kupeleka makombora hayo kwenda huko Ukraine, akitoa baadhi ya sababu ambazo pia alizitaja pia hata awali, ya kwamba hata pia Marekani bado inahitaji kuhifadhi silaha za kutosha kwa ajili pia ulinzi wa nchi yake. Na Putin pia yeye amezungumza kwa upande wake, ambako nikimalizia kuzungumza kile ambacho Putin amekizungumza, kwamba kiongozi wa Urusi pia alizungumza baada tu ya
kutoa taarifa hiyo ya kuhusu kuongeza mashambulizi makubwa na mazito zaidi kwa Ukraine, hasa baada au labda ingetokea makombora hayo yamepelekwa huko nchini Ukraine, basi pia Putin angefanya mapigo makubwa zaidi. Na wakati pia akizungumza hayo, alidokeza pia swala lake na Trump la kukutana huko Hungary, ambako rais huyo Vladimir Putin pia alithibitisha kuwa mkutano wa kilele wa Budapest uliopangwa na mwenzake wa Marekani Donald Trump umeahirishwa, na amebainisha kuwa pendekezo hilo lilitolewa awali kabisa na nchi ya Marekani. Kiongozi huyo wa Urusi amekiria kwamba lingekuwa kosa kukaribia mkutano huo bila maandalizi ya lazima, akipendekeza kuwa mkutano bado unaweza kufanyika baadaye. Putin pia amesisitiza ya kuwa siku zote mazungumzo ni bora kuliko makabiliano, mabishano na kuendeleza vita. Mkutano wa kilele wa Urusi na Marekani pia, ambao ulipangwa kufanyika katika mji mkuu wa Hungary maarufu kama Budapest, ulitangazwa wiki iliyopita na ikulu ya Kremlin na ikulu ya White House baada ya mazungumzo ya simu kati ya Trump na Putin, ambapo siku ya Jumatano. Hata hivyo, Trump alitangaza kwamba mkutano huo utaahirishwa. Siku hiyo pia Washington iliweka vikwazo kwa makampuni mawili makubwa ya mafuta ya Urusi maarufu kama Rosneft na Lukoil. Akizungumzia vikwazo hivyo, Putin pia alivitaja kama hatua isiyo ya kirafiki kabisa ambayo haiongezei uhusiano kati ya Urusi na Marekani. Wakati huo pia amebainisha vikwazo vipya havitakuwa na athari kubwa kwa uchumi wa Urusi, kwani tayari nchi hiyo imejipanga kujidhatiti ama kukabiliana na vikwazo vya Magharibi. Putin pia amesema ya kwamba vikwazo vya Marekani ni jaribio jingine la Washington la kutoa shinikizo kwa Moscow, na kusisitiza kwamba hakuna nchi inayojiheshimu inayowahi kufanya lolote chini ya shinikizo. Amependekeza zaidi ya kuwa kuna watu fulani katika utawala wa Marekani ambao wamekuwa wakimhimiza Trump kuzuia usafirishaji wa mafuta ya Urusi, na akataka kuzingatiwa ni nani watu hao wanafanya kazi. Putin amekazia kwamba Urusi na Marekani kweli wana maeneo mengi ambayo wanaweza kushirikiana ikiwa wataondokana na mbinu za shinikizo na kuelekea mazungumzo mazito kuhusu muda mrefu zaidi. Hicho ndicho pia Putin alikizungumza baada ya kutoa kauli yake kuhusu makombora Tomahawk kwenda nchini Ukraine, ya kwamba tayari Urusi imejipanga kwa mashambulizi mazito zaidi kwenda Ukraine, na amethibitisha kwamba mkutano wake yeye na Donald Trump huko Hungary umesitishwa kwa muda. Hivyo bado pia ratiba mkutano huo itapangwa, kwa sababu amesema ya kwamba mkutano huo pia huenda ukafanyika baadaye, akisema ya kwamba yeye na Trump kukutana ni sura pia ambayo inahitaji maandalizi makubwa. Hiyo ni moja pia kati ya sababu ambayo imeonekana hapo, kwamba inaonekana kama kulikuwa na baadhi ya maandalizi ambayo hayakuwa sawa, bado pia umesogezwa mbele, na hiyo pia ni kutokana na kile ambacho amekizungumza kwamba hakuwezi kufanyika mkutano kama huo, mkutano mkubwa wa viongozi hao wawili duniani wakubwa zaidi ambao wana ushawishi mkubwa duniani pasipo maandalizi makubwa. Endapo pia watatangaza, basi nitakufahamisha hapa, ila tu nakusihia kwamba endelea kunifuatilia na kutufuatilia kila siku kwa taarifa zetu hizi za kimataifa, hasa vita ya Urusi na Ukraine ambayo bado inashika kasi zaidi. Ila tu nakusihia kwamba pia usisahau kushare, kulike na kucomment kwa ndugu na jamaa na marafiki wengine. Lakini pia kama bado hujajiunga nasi sasa, basi unaweza pia ukafanya hivyo kwa kubonyeza neno subscribe, ili pia taarifa zetu zote hizi uwe unazipata kwa muda mwafaka kabisa. Asante kwa sasa na kushukuru sana kwa sasa. Endelea kuwa nasi kila muda na kila wakati. Endelea kututembelea kila siku na kila wakati kwa taarifa kemkem ambazo tumekuwa tukiziweka hapa. Asante mno kwa uaminifu wako. Asante mno kwa muda wako. Asante mno kwa MB zako. Asante pia kwa kila kitu ndani ya chombo chetu cha habari, kwa sapoti yako pia ya kutufuatilia. Hii ni JM TV.